wa tukio kiukweli, najivunia kuwa msemaji wa klabu ya Yanga. Najivunia kuwa msemaji wa klabu ya Yanga kwa sababu mara zote wana Yanga hawajaniangusha kwenye mipango ambayo tunaipanga. Leo mwitikio uliokuja KMC kwa ajili tu ya kutambulishwa mchezaji kwa kiingilio shilingi 2,000, leo kumevunjwa rekodi ya attendance kwenye uwanja. Awali tuliprint ticket 6,000 zikamalizika, na kwenye ticket kuna vile kama vichanja hivi, na venyewe tukaviuza vikamalizika, na bado watu wakawa nje wengi, wakatuomba tusimame, hatuwezi kumisi moment. Tukazungumza na watu wa uwanja, usalama ulikuwa mkubwa sana, wakaruhusiwa watu wakasimama kwenye zile fence kule, watu wengine walikaa chini kule, wote wakajaa kwa ajili ya kuja kusupport tukio la klabu yao ya Yanga. Wote walilipa hela shilingi 2,000 wakaja kuisupport klabu yao ya Yanga. Kwa hiyo cha kwanza nawapenda sana mashabiki wa Yanga, wameendelea kutuunga mkono, wameendelea kutuheshimisha, na limekuwa tukio kubwa la kihistoria. Leo imekuwa habari kubwa Morocco, imekuwa habari kubwa Misri, imekuwa habari kubwa Algeria, imekuwa habari kubwa sehemu kubwa Afrika kwa sababu ya usajili ambao tumekuja kuutambulisha na namna ambavyo tumeanzili tukio letu. Wonderful. Wow. Ni level ambazo kwa Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla hakuna aliyekuwa na hiyo guts kwamba naweza nikaandaa event ya kumtambulisha mchezaji mmoja. Ni klabu tu huko unasikia Cristiano Ronaldo Real Madrid, Ricardo Kaká Real Madrid, Kylian Mbappe, juzi nafikiri mlimuona Mohamed Salah kule Uturuki. Ni klabu chache ndio zina uthubutu kwamba tunaweza tukaandaa tukio na pakawa hapana mpira wa kuchezwa, yaani tu mtu anakuja kutambulishwa na watu wa enjoy. Kwa hiyo mimi washukuru sana wana Yanga, namba zimekuwa kubwa, tukio limekuwa juu, na tumefanya kitu ambacho kimekuwa na mafanikio makubwa na historia kubwa. Wote waliokuja hapa leo wameingia kwenye historia. Tukiwa tunakumbuka Aziz Ki alivyorudi Yanga, tutakumbuka pia utambulisho wake ulivyokuwa, tutalikumbuka ile tukio, tutakumbuka namna ambavyo Yanga isimamisha nchi kwa X Factor Stefan Aziz Ki kurudi nyumbani. Semaji mmemwaga rasmi Alan Okello. Yes. Na hapa rais ametangaza kwamba mmefikia makubaliano ya kumnunua Starboy. Kwa namba zake za msimu uliopita watu wengi hawakutarajia kama mngeweza kumwachia. Kwa ngumu rahisi. Unajua sasa issue za usajili niwafundishe kitu leo. Unapokuwa umuuza mchezaji, haki ya kumtangaza mchezaji inakuwa kwa ile klabu iliyomnunua mchezaji. Sisi jukumu letu ni kumuaga. Anakwenda wapi ni exclusive ya klabu inayomnunua. Tukitangaza sisi, maana yake tunakwenda nje ya weledi wa kawaida kabisa kwenye mambo ya biashara ya mpira. Kwa hiyo leo tumetangaza kwamba tumemuuza Starboy Alan Okello, na tumemuuza kwa pesa ndefu kweli kweli. Kuna fedha ya kwanza ilikuja tukawaambia hapana, ikaja fedha ya pili tukawaambia hapana, ikaja fedha ya tatu, tukazungumza na technical bench, tukazungumza na mchezaji kwa maslahi ya pande zote mbili. Kile kibunda ilikuwa ngumu kukiacha. Ni kibunda ambacho nafikiri kwa miaka 10 hakujawahi kutokea dili kubwa kwa maana ya mchezaji kutoka Tanzania kuuzwa kwa kiwango ambacho Young Africans tumemuuza Starboy Alan Okello. Kwa hiyo tumtakia la kheri, japo wana Yanga wamenitumia message nyingi kweli kweli. Sio kuumia tu, wananiambia kwamba hatuwezi kupiga tukio lingine tukamwaga Okello. Yaani wana Yanga wameniambia kwamba mwenyekiti, huyu Starboy katupa raha msimu uliopita. Leo tumefanya tukio Jumangapi leo? Jumamosi. Hapa Jumatatu hatuwezi tukaandaa tukio KMC hapa. Tukalipa vingine tukamwaga Starboy Alan Okello. Wengi wananiambia hivyo, lakini tumie fursa hii kuambia kwamba utaratibu wa timu wanaokwenda tiketi yake ni chap kwa haraka. Yaani ni kama ndoa hivi. Ukishakubali mahali ya mtu, shehe akishapiga goti mkiinuka, wanao hata ubwabwa watakagi watakondoka na mtu wao. Kwa hiyo jambo hilo halitawezekana. Tumeandaa namna nzuri ambayo Okello atatuaga kupitia social media, atapata nafasi ya kukusanyika kwa sababu safari yake ni haraka. Msimu unakaribia kuanza anapokwenda, kwa hiyo anatakiwa aende akajiunge na timu yake haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo
Tumemshukuru Starboy Alan Okello kwa mchango wake msimu uliopita, mchango mkubwa ambao ulisababishia timu yetu kupata matokeo, lakini maisha ya mpira yako hivyo siku zote, anaondoka mmoja anakuja mwingine. Ameondoka Alan Okello, amekuja Stefan Azizi.